Game time tuonavyo sisi. Na unapofanya hivyo sasa kwa timu ambayo ina Messi, timu ambayo ni mabingwa wa dunia, unawapa nafasi ya kuwakaribisha kukaa kwenye hafu yako kwa muda mrefu. Game time tuonavyo sisi. Mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu utawakutanisha timu ya taifa ya England dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Bwana Skills, miongoni mwa watu ambao siku ambayo tunatoa ubashiri, wao ulizungumza kwamba Ufaransa labda akagombania nafasi ya tatu, na ndio hicho ambacho kinakwenda kutokea. Huu mchezo utazama vipi? Namna ambavyo timu ya taifa ya England inavyocheza. Thomas Tuchel anaheshimu sana wapinzani kiasi kwamba muda mwingine ile plani yake inapelekea kwamba kuwa ndo kama mwiba kwake yeye mwenyewe kuweza kutopata matokeo mazuri. Wanakwenda kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa ambao na wao wamejeruhiwa dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Ranki za FIFA naona kama huu mchezo ndo una maana zaidi. Na mbio za nani atachukua ufungaji bora. Ndo mchezo huo ulijikita hapo, kwa sababu kuna bato kati ya Dembele, Mbappe, Harry Kane na Jude Bellingham. Hiyo ndo sehemu pekee ambayo inafanya mchezo huu uvutie, kwa sababu kwenye maisha hakuna anayemkumbuka namba 2. Sahihi. Lakini namba 3 na namba 4 ni hata namba 2 hamkumbuki na namba 3 na namba 4. Kwa sababu maisha anamkumbuka nani ameshinda. Sahihi. Kabisa. Kwa hiyo mchezo huo haijalishi sana matokeo yataenda vipi, lakini watu wamejikita pale kwenye mshindi wa tatu kuangalia nani anaweza akamzidi Messi magoli, au nani anaweza akawa anakwenda kunyemelea kwenye mchezaji bora wa World Cup hii. Lakini kwenye upinzani wa timu zote mbili kwa sasa hivi Ufaransa wanaonekana wako juu kiasi fulani kwa England, kwa sababu ukilinganisha matokeo yaliyopatikana kuanzia mechi ya kwanza ya ufunguzi wa World Cup mpaka wanapokwenda kukutana, safu gani ya ushambulizi inatisha? Ni safu ya ushambulizi ya Ufaransa. Uingereza wapi kuna tatizo? Uingereza sehemu ya kuzuia ndo kuna shida, kwa sababu Tuchel anacheza kwa heshima sana kwa watu ambao mara nyingi wanautumia mpira. Anaenda kukutana na Ufaransa ambao wao hawana heshima kwa mtu yoyote anayekaba muda mrefu. Kwa hiyo tutegemee Uingereza atashambuliwa sana, lakini pia tusidogoshe uwezo wa Uingereza, kwa sababu hiyo ni gemu ambao hawana la kupoteza. Wana miaka mingi hawajafika walipofika sasa. Kwa hiyo hata kuchukua ushindi wa tatu kwao itakuwa ni medali bora, kwa sababu wana kipindi cha takriban zaidi ya miaka 10, 20, 30 hawajaivaa medali hiyo. Kwa hiyo Ufaransa wanaweza wakaitupa, kwa sababu hapa katikati tayari wameshavaa medali ya ubingwa na medali ya mshindi wa pili. Kwa hiyo sio issue sana. Nafikiri bato kubwa itakuwa kwenye nani amalize na magoli mangapi. Kwa namna huo mchezo utakavyokuwa, bwana Mswahili, tunaona Harry Kane ana goli 7, si ndio? Ana 6. Goli 6. Huku Kylian Mbappe ana goli 8. Hautakuwa mchezo wa kunyimana nafasi, kwa maana kila timu itakuwa inawezekana ikawa target yao ni labda Ufaransa ni Kylian Mbappe aweze kuchukua kiatu cha ufungaji bora, huku England na wao wakiwa wanatengeneza nafasi wakimtengenezea Harry Kane. Haitowapa wepesi mabeki wa timu pinzani, kwa sababu tayari wanawezekana wakaenda na mind kwamba huku Harry Kane ndio atakuwa target yao na huku Kylian Mbappe ndio atakuwa target yao. Itakuwa game mbaya kuliko. Kwa maana hiyo itakuwa game mbaya sana, kwa sababu obvious sasa hivi si game ambayo ina umuhimu sana. Si game ambayo ina umuhimu sana kwa caliber ya hizo timu mbili, especially France, kwa sababu France kama sikiza alivyosema wameshazivaa medali huko, na lengo halikuwa kugombania nafasi ya tatu. Lengo ilikuwa ni kuchukua ubingwa kwa mara nyingine baada ya miaka kama 8 hivi, si ndio? So mimi nadhani hii itakuwa kama bonanza. That's what I can see. Yeah, that's what I can see, kwa sababu ni wote wako disappointed na yaliyowakuta, kwa sababu Uingereza walikuwa wanatamani sana kwenda kufika finali and probably kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 66,
wakati France walikuwa wanataka kuendelea kwenda kwenye finali yao ya ngapi, ya 3 mfululizo. Yeah, one of the biggest achievement, lakini hiyo haijawa. Kwa hiyo wote wako disappointed. Nadhani wataenda kucheza, waende tu kucheza. Kama ipo ya Mbappe kuchukua kiatu ipo, kama ipo ya Harry Kane kupiga hat-trick itatokea, lakini wakienda kwa mentality hizo za kusema wafanye mmoja wapo achukue kiatu, then itakuwa ni game ambayo sio ya kuvutia sana, naamini. Kwa ni muda sasa kwa makocha kuwapa nafasi wale wachezaji ambao hakupata nafasi. Of course, nadhani hicho kinaweza ikatokea na probably hata hao ambao tunasema wanaenda kugombania kiatu wanaweza wasicheze. Yeah, it's true. You know, kwa sababu kuna wachezaji wengi wameitwa hawajapata dakika hata moja. Kina N'Golo Kante, Kobbie Mainoo hawajacheza na ambao walikuwa na uwezo wa kucheza. So nadhani itakuwa ni game ya kusema haya jamani, hamjaja bure kila mtu apate. Kila mmoja aguse. Hamjaja bure in the States. Leo mpate hata hizo few minutes. Pate chochote kitu. Bwana Muru, kwa walichokionyesha kizazi hiki cha timu ya taifa ya England, kuna chochote cha kuwadai ama hawana deni kwa mashabiki wao? Of course deni wanalo kwa sababu hawajapata kikombe. Timu ya taifa kama Uingereza hawaji kushiriki tu, si kama timu ya Slovenia au timu ya nchi gani, labda Cape Verde au Curaçao. Kwa hiyo wanadaiwa kwa sababu Uingereza wenyewe wanaamini kwamba this is the moment, if not now when. Unajua Ufaransa nao the fact kwamba wamefika finali wanaamini kwamba this was the moment, lakini mpango si matumizi. Mwansasu alisema, Mike Tyson ana koti yake moja anasema, unavyoingia kwenye ring, unapopigwa ngumi ya kwanza, pale ndipo ambapo sasa mabadiliko yako yanatokea. Kama ulikuwa umeamua kushambulia zaidi, sasa utaamua kujidefend kulingana na jinsi ambavyo mpinzani wako wamekuja. So it has not happened. They live to see the other day. 2030 si mbali, kuna uwezekano labda wakawa competitive zaidi, lakini kwa upande wetu sisi tunaona hakuna cha kuwadai, lakini naamini mashabiki wa Uingereza lazima walikuwa wanataka zaidi ya walichokipata, lakini mipango si matumizi na maisha inabidi yaendelee. Na hivyo vizazi, bahati mbaya sana, kuna kipindi ambacho unapata generational talents nyingi sana. Unakuta mnazalisha wachezaji wengi wazuri, na ni kipindi ambacho unatakiwa capitalize kwenye kupata matokeo au mafanikio. So na Uingereza over the past tangia 2016 wamekuwa wanapata wachezaji wengi wazuri, vijana wengi sana. Wanakuja, wengine wanaondoka, lakini wengine wanakuja tena. So wakawa na hiyo luxury na wakawa wanaona huu ndo muda sasa wao kuweza kupata, lakini inafikiaga kipindi na inakata hiyo kitu. Sio kwamba mnashindwa kutengeneza wachezaji, probably mnakuwa na wachezaji, lakini not to that standard ya kucompete at the highest stage. Na kingine hapo, juzi na jana, baada ya game, naona shirikisho la soka la Uingereza FA limesema tu kwa atawaongoza tena Uingereza kwenye Euro 2028. Tofauti na Ufaransa ambao wanaweza wakamkabidhi timu Zinedine Zidane. Walishapanga hilo. Yes, ambaye anaweza kuiongoza Ufaransa kwenye 2028 Euro. So inawezekana hiyo game ikawa ni send off nzuri au mbaya kwa Deschamps, lakini you never know, labda tuangalie game tujue nini kitakwenda kutokea. Lakini mimi siamini kwamba wakina Mbappe na Dembele hawatacheza hii game. Kwa jinsi Wafaransa walivyo, lazima kile kiatu wakipambanie. Baragain. Kuna chochote cha kwenda kuna chochote cha inawezekana kisiwe na maana sana, lakini nafikiri kwa umri Mbappe aliopo, kusubiri kombe la dunia la 2030 ndo apate ufungaji bora, naona kama si kweli. Lakini again, haya ni maoni yangu binafsi na nasubiria hii game. Safari yote ya mataifa 48 kwenye kombe hili la dunia la mwaka 2026 inakwenda kutamatishwa na wababe wawili, timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Hii ni fainali ambayo itachezwa siku ya Jumapili majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Lamine Yamal anakwenda kukutana na role model wake kwenye fainali ya kombe la dunia. Ni either Lionel Messi ama Lamine Yamal, mmojawapo lazima aweze kutoa kikombe hiki. Skills, Lamine Yamal anakwenda kucheza dhidi ya role model wake Lionel Messi, wakiwa timu mbili tofauti, timu pinzani. Hii haitoongeza hofu ama pressure kwa Lamine Yamal kuelekea kwenye huu mchezo? Brain ya Yamal sasa hivi kidogo sio ya kitoto, kwa sababu tayari ameshamachua. Uzuri ni kwamba anachokizungumza na anachokwenda kudeliver ni hicho hicho uwanjani. Alianza kuwapiga Ufaransa mdomo kabla siku mbili kabla ya game, na akajiahidi kwamba zawadi yangu ya birthday ya kipindi hichi ni kuwafunga Ufaransa, na ndicho kilichokwenda kutokea. Na yeye aliweka wazi tu kabisa, ni kama alinisikiliza, kwamba lazima mambo mawili, kama mawili limoja litokee: kwenda fainali mara 3 mfululizo au Spain kumfunga Ufaransa mara 3 mfululizo. Kikakwenda kutokea Spain kamfunga Ufaransa mara 3 mfululizo. Kwa Argentina na Spain ni game ambayo kwanza wamekutana mara moja tu kwenye Spania World Cup, ambapo Argentina alishinda goli 2-1, ilikuwa 1966 huko. Lakini hapa katikati wamekutana mara nyingi sana kwenye mechi za kirafiki, na mara ya mwisho kwenye mechi yao ya kirafiki Argentina alifungwa 6-1. Kwa hiyo na nyuma ya game ya pili nyuma yake Argentina alishinda 4-1. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani kwamba kwanza game zao zinakuwa zina karama ya magoli, hawanyimani, yani wanaweza kutandikana vizuri tu. So Argentina anaenda kwenye hii game akiwa na kumbukumbu ya kufungwa 6-1 hata kama ni game ya kirafiki, lakini iliweza kuwashushia kipigo kikubwa kwa taifa kubwa kama Argentina. Unaweza kusema labda miungu imewaandikia Argentina kuchukua ubingwa huu mara 2 mfululizo, lakini kifootball hayo mambo yanaweza kubadilika anytime, kwa sababu ukiangalia njia aliyopita Argentina kupiga comeback 2, hasa kutoka kwa comeback ya watu kama Uingereza, kutoka comeback ya goli 2-0 against Egypt, kwenda extra time against Switzerland, ambapo game ilionekana inataka kuwapalia na kwenda kushinda 3-1. Lakini ukija kwa Spain ni timu ambayo paka sasa hivi tukizitaja timu ambazo ziko compact, timu ambazo ni choyo kwenye kuruhusu kufungwa, tunawataja moja kwa moja Spain, kwa sababu anakwenda kwenye mechi ya 8 akiwa ameruhusu goli 1 tu. Ni wastani wa clean sheet kwenye mechi 6. Sio jambo la kawaida kwa timu tu na kuichukulia poa. Timu ambayo imeenda kucheza na safu ya ushambuliaji kama ya Ufaransa, alafu inaruhusu shot on target 2 tu, tena zilizopatikana kuanzia dakika 93 mpaka dakika 96. Sio jambo la kawaida. Compactability iliyokuwepo katikati ya Rodri na Fabian Ruiz, maana naona sasa hivi ndo De La Fuente anaanza nao game za kikubwa. Yamal tunajua uwezo wake wa kufanya, sijui kama Nitalia Fico ataanza upande ule au ni Molina. So kazi itakuwa kubwa kwa fullback itakayoanza na Yamal, lakini you never know, kwa sababu Argentina ina Messi, chochote kinakwenda kutokea. Bwana Masud, possession football ya timu ya taifa ya Hispania, hii inaweza kwenda kuwa silaha yao kuelekea kwenye huu mchezo wa fainali dhidi ya Argentina? Definitely. Sidhani kama kuna kitu De La Fuente ataenda kukibadili, lakini najua in the back of their heads watakuwa wanajua nani wanaenda kukutana naye. Probably hawaendi kukutana na Argentina, wanaenda kukutana na Lionel Messi. Na mara kadhaa wachezaji wenzake wamesha tamka, wazi they know Messi ana miaka 39, hawezi kuzurura sana uwanjani, so wako pale kwa ajili yake, watamfanyia kazi yeye. So you can see Messi tushamzoea tabia yake ya kutembea, lakini nadhani sasa hivi amekuwa anatembea zaidi kwa sababu ana watu yani kama kutembea kipindi kile strategy yake ya kutembea kuscan the pitch ilikuwa ni hatua 100, lakini kombe la dunia hii nadhani ametembea takriban hatua 1000 kwa sababu amerelax sana, mpaka game nyingi amekuja kuamua hatua za mwisho. So hiyo ni silaha, itakuwa ni silaha, itaendelea kuwa silaha kubwa tu kwa Spain, lakini wanapaswa kujua wanakutana na timu ya aina gani na ina watu gani au ina mtu gani. Kwa hiyo
kuchukua chao mapema itakuwa ni kitu cha msingi sana. Spain wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kulinda kile walichokuwa nacho kwa sababu tu ya namna wanavyoweza kucheza, lakini kwa namna Argentina walivyokuwa aggressive wanaweza wakafanikiwa pia kwa disrupt Spain, lakini kama nilivyosema tena awali ni ngumu, it's almost impossible kucheza na timu ambayo inaweza ikakaa na mpira kwa siku mbili. Wewe utafuta tu, ni ngumu sana kwa sababu inakuchosha physically, inakuchosha mentally, kwa sababu unaona mpira uko pale, unataka kumove, umeshaondoka. Na namna wanavyo retain mpira ni wako vizuri sana, sekunde 3, 4, 5 tayari wamesha retain mpira, so lazima wako frustrate. Kwa hiyo I know pia Argentina Scaloni atakuwa ameshaandaa approach ya kwenda kukutana na Spain ama kukutana na timu ambayo inakaa sana na mpira. So I hope ni game itakuwa nzuri kwa sababu Spain na Argentina si timu ambazo zimekuwa occasionally zinakutana kwenye hizi big stages. Nadhani zimekutana, hii itakuwa ni mara ya pili. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni kitu ndo mwanzo labda wa kuanza kukutana mara kwa mara, ama itakuwa ni zile games za once in a generation. Timu ya taifa ya Hispania kuelekea kwenye mchezo wao wa nusu fainali dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa, kocha wao De La Fuente alienda na mpango kazi mzuri sana kwamba aliwanyima nafasi timu ya taifa ya Ufaransa na ikapelekea timu ya taifa kuingia kwenye mfumo wa uchezaji wa Hispania. Muru, kuelekea kwenye huu mchezo, kocha De La Fuente anaweza kwenda na mpango kazi wa kumdhibiti Lionel Messi, kwa sababu tunaona mchezo wao wa Argentina wa nusu fainali magoli yote mawili yalipita kwenye mguu wa Lionel Messi. Hispania ili waweze kufanikiwa lazima watengeneze mpango kazi wa kucheza na Lionel Messi. Nadhani sehemu ambapo watu watakosea ama makocha wanaweza wakafanya blanda ni kutaka kumdhibiti Messi. You cannot, huwezi kumdhibiti Lionel Messi. Kwa bahati mbaya sana haiwezekani kumdhibiti Lionel Messi. Wengi wamejaribu na haijawezekana. Kinachotokea ni kuhakikisha kwamba wachezaji wote wanaopeleka mpira kwa Messi, kwa sababu kama game ya Argentina na Uingereza, mambo yote yalikuwa yanaanzia kwa Messi. Kama wataalamu wanasema distribution yote ya pasi za mwisho, kila kitu kinaanzia kwa Messi. Kila mtu anacheza akimwangalia Messi anafanya nini. Kwa hiyo the only way ya kuweza kucheza na Messi au dhidi ya Messi ni kuhakikisha kwamba hawa watu wengine wote hawamwangalii Messi, wanapambana. Of which itakuwa ngumu sana kwa sababu nilikuwa namuuliza mtu, sijui timu ya taifa ya Argentina ina train vipi na Messi, kwa sababu ni kama vile wanacheza club moja. Yani ni kama timu nzima ya Argentina inacheza kama Inter Miami, wote wanamwangalia Messi yuko wapi, mpira ukipigwa Messi yuko wapi, akichezewa rafu wote wanaenda pale kuhakikisha kwamba kwa nini mtu wetu ameonewa. Na historia kidogo ni kwamba Spain amefika fainali mara moja tu katika maisha yake yote ya soka ya kombe la dunia. Amefika fainali mara moja tu mwaka 2010. The same cannot be said kwa Argentina. Argentina amefika fainali kadhaa, na ukiachana na yeye kuchukua kombe la dunia mara 3, lakini amefika fainali ya kombe la dunia mara kadhaa na amelikosa. Na the last time Argentina amefika fainali na kukosa kombe ilikuwa ni mwaka 2014 pale Brazil, ambapo alicheza dhidi ya Ujerumani na Ujerumani alishinda kwa goli 1-0, ambapo ni miaka 4 tu baada ya golden generation ya Spain ambao walichukua kombe la dunia mwaka 2010. Na Skills huwa ni muumini mkubwa sana wa historia. Niwakumbushe watu, Spain iliyochukua kombe la dunia mwaka 2010 ilikuwa bingwa wa Euro mwaka 2008. Sasa hivi tunaenda Spain akiwa amechukua Euro 2024 na mwaka huu ni 2026 anacheza fainali. Sina uhakika kwamba hii rekodi ina maana yoyote, lakini inaweza ikawa ina maana kubwa. Kwenye fainali ya Euro 2008 alicheza against Germany akamfunga 1-0. Na fainali ya World Cup ilikuwa against Netherlands akamfunga 1-0.
sijui hiyo na finali ya Euro 2012 2012 ambao walicheza nani? Spain. Mimi nazungumzia zile Alizochukua. Spani za World Cup. Yaani 2008 Sema 2008 si Euro. Akachukua, alafu akaenda 2010 World Cup akachukua. Sasa tunarudi mpaka hapa. Na 2012 pia alichukua. Sawa. Lakini 2014 World Cup au nataka kusema kwa sababu nachokumbuka ama naelewa Mswahili anachomaanisha kwamba 2008, 2010, 2012. Alafu baada ya hapo akafanya disappearing act. 2021 finali ya Euro alicheza Uingereza na Italia, si ndio? Italia akachukua akadisappear. 2024 Spain amecheza finali ya Euro. Anacheza finali ya kombe la dunia 2026. Inawezekana haya mambo yakawa hayana maana yoyote, lakini na Euro akachukua tena. Kwa hiyo anaweza kwa hiyo akadisappear tena, afu akadisappear. Lakini kweli, yani disappearance inawezekana kwa sababu hata ukiangalia miaka ya wachezaji waliokuwa nao Spain sasa hivi na wachezaji wanaokuwa, kuna baadhi ya position naona kama hawaleti zile kaliba za kina Fernando Torres, za kina David Villa, Torres na David Villa ni nani? Ni Mikel Oyarzabal sasa hivi. Yani hazikui. Maana Oyarzabal huwezi kumtegemea tena kwenye World Cup inayofuata au Ferran Torres. Alafu kitu kingine, Michael Merino. Kitu kingine cha kuongezea hapo ni kwamba ukiachana na uwezo wa hizi timu kimpira, kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia zaidi ni kwamba mimi naweza nikawaita Spain na Argentina ni sehemu mbili za shilingi moja, two sides of the same coin. Kwa sababu gani? Unaona jinsi ambavyo Argentina wakichezewa rough au wakicheza rough, jinsi wanavyomfrustrate muamuzi kwa kumfuata muamuzi na kulalamika. That is the same way ambao Spain nao wanafanya. Hilo ni jambo la kwanza, namna ambavyo wanaweza kumfrustrate muamuzi. Jambo la pili, physique. Wachezaji wa Spain na wachezaji wa Argentina wako na almost the same physique. Wadogo, lakini kuwanyang'anya mpira ni kazi. Umeona jinsi ambavyo Messi alikuwa anacheza jana. Kazungukwa huku. Japo Messi is special. Messi ni mmoja duniani. Lakini namna ambavyo wale wachezaji wanajua kabisa kwamba wao physical battle hawawezi. Messi anajua kabisa yeye sasa hivi hawezi kupigana kikumbo na mtu. Ukiachana labda na Simeone, maana kitu ambao Simeone alifanya, alikuwa na uwezo wa kumng'ata mtu. Wachezaji wa Argentina pamoja na wachezaji wa Spain wanajua kabisa kwamba kwa maumbo yao physical battle wao hawezi mpiga mtu kikumbo, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo the only art ambao wachezaji wa Spain na Argentina wanayo ni ball retention. Kuhakikisha kwamba akichukua mpira anampigia yule, wanapiga wao kwa wao, kuhakikisha kwamba watakufrustrate. So it's going to be an interesting game kuona kwamba nani ataweza kumfrustrate mwingine katika aspect ambayo itampa yeye matokeo. Kwa kweli hii game mimi ninaitazamia kwa furaha kubwa sana. Ongeza hapo kwenye unasema ni coin moja yenye pande mbili, hata kwenye jinsi ya kucheza. Wote wawili wanaanzia mashambulizi kutoka nyuma. Na hiyo kama uliangalia jana against Uingereza walikuwa inawasababisha au inawalazimisha wao kuja kufanya pressing, kwa sababu muda mrefu mipira ilikuwa inaanzia kwa Martinez, inasogea kwa Paredes anamrudisha tena kwa Martinez hivyo. So inawasababisha wapinzani wanakuja. Tutegemee mpira huo kutoka kwa Spain na mpira huo kutoka kwa Argentina. Kwa hiyo inawezekana ni game ya kusubiriana sana, nani anaanza kuvuka katikati ya mwenzake ili kufanya mashambulizi. So tutegemea anayeweza kupiga pasi on time na sehemu sahihi ndo anaweza kuondoka na matokeo. Kwenye mechi probably inaweza ikawa naweza nikasema goli la kwanza linaweza ikawa chachu kubwa sana ya kuamua matokeo. True. Kwa any of this team, kwamba Argentina waongoze ama Spain waanze kupata goli. Itakuwa shida sana wakipata goli Spain, kwa sababu wana uwezo sana wa kulinda,
lakini hali Tofauti na kadhalika Uingereza. tofauti na Uingereza, correct. Lakini pia itakuwa shida, nadhani itakuwa shida kwa physicality ya Argentina namna wanavyocheza. Wanaweza wakabring that haram football once wakipata Na goal. Wanaiweza vizuri kabisa. So nahisi inaweza ikawa hivyo, lakini na pia ni game ambayo itakuwa ni ya magoli machache sana. Sidhani kama yatazidi 2. Nafikiri wanaweza wakaenda kwenye matuta. Na game inaweza isifike kama matuta, lakini game inaweza ikaamuliwa kwenye extra time. Kingine game tusitegemee game ya speed kiukweli. Game itakuwa slow sana. Very slow mwingi na kutegeana kwa sababu wote hawana haraka. Tofauti na game zote alizocheza Argentina. Jana ndo nimeona Argentina kuna muda alikuwa ana haraka kwa sababu labda alicheza na timu ambayo mara nyingi inaachia alikuwa anaongozwa goli moja kwa muda mrefu sana. Inaachia nafasi, lakini tutegemee game za kusikilizia sana ya finali. Tena nafikiri skills kama England walivyofunga 1, Argentina wangesawazisha pale pale. Wala ile game hata isingekuwa na haraka vile. The only reason Argentina jana walilazimika kwenda speed ni kwa sababu walikuwa down by 1 goal. Paka tunaenda dakika ya 80 down by 1 goal. Hiyo inabadilisha mtazamo mkubwa sana wa game. Lakini wangekuwa 1-1, Argentina wala huwa hawana haraka, wanakusubiria. Lakini baada ya kuwa 1-1 umeona moto alivyopeleka kutafuta la pili kwa sababu waliona kwamba inawezekana. Hawa wataachia tu kuna. Tena nadhani Argentina na Spain wanaogopa extra time. Sababu unaona jinsi Spain wanavyocheza. Kunavyokaribia 90 minutes wanabadilika kabisa. Inawezekana kwa sababu ya pia benchi. Ukiangalia squad depth ya timu zote mbili tofauti, hawana luxury kama waliokuwa nao Uingereza wala waliokuwa nao Faransa. Wachezaji wao ambao wanaweza kuja kubadilisha mpira completely baada ya zile sub 5 za dakika 90 ni ngumu, kwa sababu Spain ukipiga hesabu sana huwezi kuta sub 5 ambazo zinaweza zikaleta changes kubwa tofauti. Hivyo pia na Argentina hawana zile sub 5. Unasema akitoka Dembele labda anaingia Disandue, akitoka labda Olise anaingia labda Cheki. Yani ni watu ambao uwezo unakuwa uko sawa, lakini leo hii unaweza ukamtoa labda Almada akaingia Nico Gonzalez. Yani unaona kabisa uwezo wa mwingine uko chini zaidi ya mwingine. Mechi hii tunaweza tukasema inaweza kwenda kuamuliwa kwenye dakika za mwisho, kwa sababu tumeona Hispania mechi zake kadhaa dakika za mwishoni ndio anakwenda kuamua mchezo. Ukirudi tena kwa Argentina, bwana Masud, na wao game inapokaribia kuisha ndio kama wanapata momentum zaidi ya kwenda kumaliza mchezo. Ndicho nadhani nimekiongea hapo dakika 1 iliyopita. Nadhani ni game ambayo inaweza ikaenda kuamuliwa extra time. Tunaweza tusipate, sidhani kama itafika kwenye matuta. Game itakuwa ina idadi ndogo ya magoli na probably inaweza ikaamuliwa. Probably inaweza ikaisha draw ya 1-1 dakika 90 wakaenda kuamuana huko kwenye extra time. So yeah, I think ni game ambayo itaenda kuamuliwa nje ya regular time. Skills, mpango kazi gani ambao kocha wa timu ya taifa ya Hispania akienda nao anaweza kwenda kupata matokeo mazuri mbele ya Argentina? De La Fuente sio mtu wa miemko, alafu De La Fuente pia sio mtu wa kubadilisha philosophy kwa kila mpinzani anayekutana naye. De La Fuente anacheza vile vile regardless yo unakuja vipi. Either wewe uingie kwenye mfumo wake akupe chuma au akulazimishe kukupa chuma ukiwa kwenye mfumo wako. Ndio hicho kilichotokea against France na against Portugal. Anachoamini De La Fuente atastick pale na jinsi na kitu anachokifanya bora zaidi kwa muda mrefu ambao ni pasi fupi anakukana mpira muda mrefu. Kunaweza kweli kuwa na changes katikati, ila sioni, kwa sababu ukiwa na mtu kama Depo, ukiwa na mtu kama Enzo Fernandez, ukiwa na mtu kama McAllister, hizo ni na Paredes, hizo ni mids ambazo zinatumia nguvu nyingi, kuanzia kwenye kukana mpira, kuanzia kwenye kukimbia muda mrefu. Kwa hiyo sioni kama Pedri pia ataanza, na uhakika akiamka vizuri Rodri na Fabian Ruiz wote wataanza pale katikati. So ni game ambayo tutegemee physicality kama walivyosema wenzangu itakuwepo, na pasi fupi kwa timu zote mbili.
Na bwana Muru, mpango kazi gani ambao kocha wa timu ya taifa ya Argentina akienda nao anakwenda kupata matokeo dhidi ya Hispania ambao wamekuwa wagumu sana kufungika, kwa sababu hadi hivi sasa wameruhusu goli moja pekee hadi kufika hatua ya fainali? Nadhani kwa hapa tulipo Scaloni hana cha kubadilisha. Yaani kama mbinu ambazo amezitumia katika mechi 4 zilizopita, ameitumia dhidi ya Cape Verde, ameitumia dhidi ya Switzerland, ameitumia dhidi ya England na zimempa matokeo. Sidhani kama ni wakati sahihi wa kubadilisha mbinu yoyote. Ni kuwa yeye na timu yake, na kama kuna kitu ambacho tunaweza tukamsifu Scaloni katika kipindi hiki cha mechi 4 za mwisho za kombe la dunia alizofanya, ni uwezo mkubwa sana wa kufanya substitution, na naomba nieleweke kwamba tunamsifu kwa uwezo wa kufanya sub, kwa sababu hizi sub zimemletea matokeo katika mechi zote 4. Na Argentina pale walipo, kwa mtazamo wangu mimi, Argentina pale walipo tayari wao ni washindi hata kama wasipochukua kombe. Uwezo wa ku come back from all those disappointments na kuweza kufikia hatua ya fainali, wao tayari ni washindi regardless matokeo huko mbele yatakuwaje, kwa sababu unaenda kucheza na timu ambayo si timu ndogo. Spain ni timu ya kuogofya. Kuna sehemu nimesema kwamba Spain ndo timu pekee ambayo unaweza ukaiwekea combine ya Ufaransa, Argentina pamoja na Uingereza na bado wakakupa matokeo. Kwa hiyo ni game ambayo itakuwa nzuri sana na tunasubiria. Kweli umewapa mashavu. Nawapa mashavu. Kulia manyama. Kulia manyama. Hii game kwa upande wangu naona kama itakwenda kuamuliwa na mbinu za walimu, kwa sababu kocha wa timu ya taifa ya Hispania mechi zake kadhaa ameonekana anakwenda na mbinu sahihi na mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Vile vile ukija kwa upande wa kocha wa timu ya taifa ya Argentina, naye ni vile vile anakwenda kulingana na mpinzani anayekwenda kukutana naye. Akiruhusu magoli, anafanya sabu zake ambazo zile sabu zinakwenda kumletea matunda. Ukija kwa upande wa Hispania, na wao vile vile wana sabu yao super sub pale. Mikel ipo inasubiri mambo yakiwa hayajakaa sawa, anaingia na kwenda kumaliza mchezo. Sijajua nyinyi kwa upande wenu mnaona game itakwenda kuamuliwa vipi? Subiri kuona, kwa sababu fun fact kwamba Scaloni sawa, Luis de la Fuente alikuwa ni instructor wa Scaloni, so ni professor and his apprentice. Master and apprentice. Tuone nani mwanafunzi atamwatisha mwalimu ama mwalimu atabaki kuwa mwalimu. Mwalimu mwenyewe alifundisha kufundisha. Ndio hivyo. Lolote linaweza kutokea. Bwana Lionel Messi, mchawi mfupi la Pulga, kwenye mchezo wa nusu fainali amefikisha assist ya 12 kwenye michuano ya kombe la dunia toka ameanza kucheza michuano ya kombe la dunia. Kwa hiki ambacho anakifanya hadi hivi sasa, kinaweza kutosha kusema Messi ndio GOAT wa World Cup. Tuna assist 12 kwa watu tofauti tofauti. Hicho ni kipindi kizima kingine. Sio swala la kuchukulia poa uwezo anaofanya Lionel Messi kuanzia World Cup ya kwanza kushiriki hadi sasa hivi na World Cup ya 6. Lakini nahisi tunachukulia kwa udogo wake anachokifanya Kylian Mbappe. Ukiniambia ni mchezaji gani analichukulia kombe la dunia serious, ukiachana Messi atakuwa Kylian Mbappe. Sahihi. Mr. World Cup. Yes, swala la assist la Messi mpaka sasa hivi so assist tu, hata magoli nafikiri kwenye ranki ya magoli yuko pale. Kwa hiyo ni assist na magoli, na hicho ni kitendo cha kawaida sana kwa talent aliyokuwa nao Lionel Messi. Sasa hivi tu ana assist 4 na goli 8. Kwa hiyo likitokea la kutokea leo hii World Cup haimalizi game ya mwisho, basi yeye ndo ataondoka na kila kitu kwa assist na kwa magoli pia vile vile. Kwa hiyo hamna maneno mengine ya kuzungumza kwenye hilo jina, ni kusema tu Messi ndo GOAT, basi tunaendelea na shughuli nyingine. Hamna maneno mengine yapi na kushasema sasa.
alikuwa anatakiwa aje, lakini hamna maneno mengine ya kusema. Kuelekea kwenye hii fainali, kila mtu anipe tuseme sijui ni utabiri wake kuelekea kwenye huu mchezo Hispania dhidi ya Argentina. Kianza na Skills, karata yako unaitupa kwa nani? Ni game 50-50, lakini naona kama Messi ameandikiwa kuchukua World Cup ya pili. Written in the skies. Yeah, naona kama dunia, ulimwengu wa mpira au Universe. yes, miungu wa mpira kulingana na njia aliyopita, naona kama ameandikiwa kuchukua World Cup ya pili. So nawapa karata yangu Argentina kwa sababu tu ya Lionel Messi. Kama Messi asingekuwepo ungebadilisha upande? Yes, kwa sababu ni Argentina ni timu ya wachezaji 10 na Lionel Messi. Hicho tu. Masud? Heshima zote kwa Lionel Messi. Ninafurahi kuwa mmoja ya binadamu ambao wamekuwepo katika miaka yake yote takriban miaka 16 ya karia yake ya futboli. 16? Kitu kaa hiyo 16? I mean, no. Hapo 16 labda useme. Okay, let's say 20 years, more than 20 years. 22. More than 20 years. Yes. Yeah. Lakini let's say 16, 17 ni miaka ya ubora sana. Na ni miaka ambayo ndo kelele nyingi za wao kushindana yeye na Cristiano. So lakini kwenye game hii bwana, mimi naona tulisema dhidi ya Ufaransa, tukawa tunasema ni game ambayo itakuwa nzuri, you know, Ufaransa wanafunga sana bla bla bla. Mwisho wa siku ikawa tofauti. So still nawapa Spain 60% dhidi ya 40 Argentina kwenda kuchukua ubingwa. Mimi namkubali sana Messi. Kama alivyosema Masud, tukianza kumwongelea Messi ni kipindi kipya kabisa cha kuongelea the greatness of Lionel Messi, na ningependa sana Lionel Messi achukue hichi kikombe, lakini ili kuweza kubalance mizimu ya mpira wa miguu Spain need to take this one. Namkubali sana Messi na Argentina wamedeserve kila ambacho wamekipata mpaka sasa kufika fainali. Lakini mimi ningependa sana Spain wachukue, na ningependa sana Spain wachukue kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yatakuwa balanced. Kuna equation nyingi sana zitakufa, kuna dhana nyingi sana zitakufa hapo kwa Spain kuchukua kombe. Kwa hiyo mimi pamoja na kwamba naikubali Argentina, they have achieved everything good kwenye hili kombe na wamestahili kabisa kufika hapo, lakini karata yangu mimi nampa Spain. Kama unafikiria dhana ya kwamba Argentina anabebwa ama? Hayo sasa ni yako. Mimi kuuliza kwamba mimi ningependa sana Spain achukue. Bwana, mimi utabiri wangu nampa Argentina anakwenda kutoa taji kwa mara ya pili mfululizo. Pia wewe ambaye unatutazama kupitia Dimbani Connect, yani nazungumzia back to back na mara ya 4, sawa, yani na mara ya 4. Sahihi kabisa, nakwenda kuongeza nyota nyingine pale. Na wewe ambaye unatutazama hivi sasa kupitia Dimbani Connect, unaweza kutupa ubashiri wako kuelekea kwenye finali hii. Ni nani ambaye atakaye kwenda kutoa kombe la dunia la mwaka 2026? Lionel Messi ama Lamine Yamal akipata kombe lake la kwanza la dunia kwenye karia yake ya soka? Basi endelea kufuatilia Dimbani Connect. Na hii leo kama unavyotuona tupo ndani ya unyama hapa Mwenge 45 Minutes Store. Ukitaka jezi kali basi utazipata kwake 45 Minutes Store. Usiache kutufuatilia Dimbani Connect. Ulikuwa nami nahodha wako Rashid Mfaume, pia nilikuwa na mashabiki nguli kama walivyojitambulisha hapo awali. Kianza na Skills, unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii? X zamani Twitter na Instagram. Instagram ni skills_sensei, lakini X zamani Twitter ni skills sensei. Twitter I am Masud Junior, Instagram I am _Masud Junior.
Mimi napatikana kwenye mtandao wa Instagram kwa jina la @moroking_, lakini pale X zamani Twitter napatikana kwa jina la @moroking. Basi ndio tunatamatisha hivyo. Unyama wote ambao unauona huu wa Game Time, yupo nyuma ya kamera bwana Frenki Agustino Mtoro almaarufu Easy Pro. Unaweza ukamfollow kwenye mitandao yake kijamii Instagram, Twitter, TikTok, kote huko unampata. Ciao. Leo umemkumbuka. Game Time, tuonavyo sisi.